kabisa. Haya, mtu wa pili anatajwa pale anaitwa nani? Wakaifuata kosa la Balamu. Balamu naye ni hisia gani zake ziliguzwa? Hisia tunaita tamaa, desires. Nitaziongea baadaye. Tamaa, unajua aliamua twende, akasema siendi. Pesa ilipotajwa, alienda akaambia Mungu naweza enda. Hata kama ulikuwa umesema nisiende. Margaret. How are you? Sio Margaret. Bana asifiwe. Uko. Umeanza kupotea pote, ni wewe naongea naye. Potea hivi tu. Kaa huko. Soma hii tunasoma. Nitakusaidia siku moja. Amen. Amen. Aliposikia pesa imetajwa, ukienda uwaraani, si nitakufanya uwe tajiri. Akaenda akaambia Mungu, please ninaomba niende tu hivyo, niende. Mungu akamwambia usiende. Akaongezewa pesa, akaupia Mungu please. Wacha niende tu, nitafanya tu vile utasema, please. Mungu akasema haya, enda. Na Mungu aliposema aende, akatuma malaika amngoje mbele ya muue. Vita vya hisia ndio maana nataka mshike. Ndio vita vitakavyoamua kule utakwenda na kule utafika katika maisha. Praise the Lord. Amen. Unaona, na kulifuata kosa la Balamu pasipo kujizuia. Without self control. So Balaam had the capacity to control himself. Na kusema siendi, Mungu amesema nisiende. Pesa haita ni drive. Nikalaani mtu ambaye hana hatia. Kwa sababu hata swali ni hili. Unaenda kulaani wao wamefanya makosa gani? Of course, okay. Tuseme hata ungewalaani, lakini wana makosa. Makosa yao ni gani? Inaostahili walaaniwe. Hilo swali halikuja because control imeondoka. Hisia zake zimeleta shida juu ya pesa. Praise the name of the Lord. Number 3, mtu wa tatu kutajwa ni nani? Wameangamia katika makosa ya maasi ya Kora. Mnajua Kora walikuwa na timu ya, alikuwa anaitwa nani? Dathan, Kora na mmoja mwingine alikuwa anaitwa nani? Abiram. Walifanya nini? Walitamani leadership. Kaka modo Musa, kwanza kigugumizi hapa, mtu anakaa hajui hata kuongea na ndiye anatutawala hapa. Hata sisi tuko na potential, hata sisi tunaweza fanya. Yaani hii kitu ikapanda mpaka wakapita mipaka ya hisia. Praise the name of the Lord. Amen. Wakaona kama Musa anawasukuma, ni kama Musa anawatekia advantage. Katika lile jambo wakaingia katika makosa. Glory be to God. Amen. So akasema kuna watu hufuata zile njia. Ukiangalia katika mstari wa 12, watu hawa ni miamba yenye hatari katika karamu zenu. Miamba yenye hatari. Kwa hivyo mtu akishindwa na emotions ni mtu hatari. Salimia the dangerous person ambaye amekaa karibu na mwambie kutoka leo nitajichunga sana na wewe. Angalia huyo mwingine mwambie tuondolee hatari kwa kutawala hisia. Tafadhali mwambie shida hii vita utuletee amani. Tukae vizuri. Kanisa liwe na amani. Can you imagine sometimes kanisa unakuja mpaka unasikia utaki kukaa. Maneno imeongewa. Mtu amesema. Na ukimuuliza ni kitu gani? Dada umesema mimi ni mzinzi. Uliniona mahali? Kuna mahali ulinishika. Tunaweza peana ndio kilabu nilimkuta hapo kwa hiyo kanyumba na walikuwa na fulani. Mbona ueneze kitu ambao hauna uhakika? Na kinachofanya ueneze ni kwamba huyu mwingine atoke kwa hiyo kwaya. Maana ni nyota ambayo inawafunika wengine. Praise the name of the Lord. Amen. Unaenda kwa pastor kutafuta sifa na kikombe ya chai na maneno ya mtu. Pastor tutiele kaine. Ndio, nimesema nitebe na unakuja na kilo moja ya sukari na utaikunywa ikwishe siku hiyo. Tika kukana sukari. Sio kama mnanipata. Umekuja na sukari na utaikunywa hiyo. Maana ulianzia thamos asubuhi, thamos ya mwisho ni wewe utafuga. Jioni. Hata unaambia mama masi wacha ikae imefunguliwa ni gadhira. Hakuna haja thamos tufunike kachai imekwisha. Sijasema usitembee kwa pole. Tembea kabisa. Na ubebe sukari mingi. Lakini wacha kukunywa yote. Praise the name of the Lord. Ukuje na uga
Na ugoje mpaka tupike. Tukule lunch. Ngoja tupike chapa ukule, sapa ukule. Sasa ni ya nini ulikuwa unaleta? Alafu okay, hakuna shida ukikuja tukule na uongee kitu ya maana constructive. Lakini sio kwenda kujitafutia jina kwa kuharibia wengine majina. Na ndio kwa ndo emenyerera mwenda jichuge mwenda. Siku hizi vile ninaona, vile ninamuona, nimempima, nimesikia kwa roho. Kuna karoho nimemuona na karoho. Na nitakaigwa, ninakasikia. Okay, mwenda ameenda. Haya, tupatie muibaji. Unajua kuiba kama yeye? Let us be honest. Unajua kuiba kama yeye? Na kupiga keyboard pamoja? Na kuorganize mkutano? Mtakapofika biguni ndio watu mtaona potential zilizokuwa katikati yenu. Watu wangefanya mambo makubwa, mliwakata miguu kwa sababu ya hisia. Hisia zilifanya mpige watu ambao hawakufaa kupigwa. Praise the name of the Lord. Amen. Yes. Sometimes even as a pastor, kuna mtu anaweza ongea kitu kibaya, lakini yako na potential kubwa kwa ufalme. Uachane na yeye. Umwache tu useme, wacha akae afanye hivyo anafanya. Lakini bereni atakuja kugeuka. Praise the name of the Lord. Tulipofika mahali fulani, tukaambiwa hapa ndipo Yesu alikuwa anakula last supper hapo Jerusalem. So nyumba iko to the right. Kipanda tu kidogo unakuta kwa kina Mary Magdalene. Mama alikuwa kahaba hatari. Hakuwa anakaa bali na kwa kina Pilato. Alikuwa mama very prominent, very rich. Kanyumba yake iko hata sasa. Yeye alikuwa anaishi na mahali walikulia last supper iko tu hapo. So mama amekuja na mafuta. Na huwa anauliza kama alikuwa kahaba, hii mafuta ilikuwa imenunuliwa na pesa ya nani? Vitima hizo wa John. Ni vizuri kuongea ukweli. Wewe unatarajia ilikuwa imetoka wapi? Alafu anakuja anaosha Yesu na machozi. Nashukuru Mungu. Mary hakuwa Momero. Hakuzaliwa hapa Koromoni. Ajaribu kuosha Wilson miguu. Ajue mwanaume Momero. Mtu ameokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu, si mtakakitu. Ujaribu kuosha Wilson na hiyo machozi ya ukahaba. Penda. Unajua huwa nawaambia siku zile meza haikuwa ile mnaona hii ya kuketi. Meza ilikuwa ya kulala. Mtu analala, anakula akiwa amelala. Hivi. So mwanamke yuko kule, anasugua Yesu. Na Yesu yuko hapa naye Yohana amekaa hapa. Ndio Yohana unasikia alilalia Yesu kifua akamuza, ni nani huyo anakusaliti? Yaani naona kama ni Wilson huyo mama angeokotwa bila meno. Angekuwa na jino hata moja ama angegogwa akufia hapo. Kuwe na mataga. Na watu wana complain, how can you come and wash the master? Na hii tu machozi yako ya ukahaba. Penda, toka. Kulia hela. Wacha sasa atoe mafuta. Ninajua kuna watu walisema sasa angalia. Hiyo ni pesa yako. Hiyo ni pesa ya wapi na hiyo mafuta? Hizi ni pesa ile ameokota kwa. Na unajua ni mafuta ya pesa nyingi. Si tu mafuta, ni mafuta ya pesa nyingi. Mishahara ya muda mrefu. Sikumbuki Biblia, sikumbuki nikisoma the figures, lakini it should be in hundreds of dollars. Hundreds of thousands of dollars. Mafuta ile alimwaga. Harufu yake ikajaa kwa nyumba. Judas anasema gai. Niwaambia huyu Judas alikuwa anaitwa Judas Iscariot. Kuna mzee mmoja alinichekesha sana. Judas Kariuki. Sawa kwa kila Kariuki wanajulikana vile. Wanapenda to send. Sasa Judas anasema
ya. Nishadio huko. Zimeenda hivyo tu. Yeye ni pesa anaona. Judas hakuwa na shida ziweza ukahaba, bora tu ziingie kwa account. Na ni mimi nakuaga na funguo ya sanduku. Sasa lakini watu wengine nafikiri walikuwa fede mafuta ya ukahaba unamwagia mwalimu wetu kwa nini? Lakini Yesu alivumilia. Akavumilia Mary Magdalene asubuhi na akamtetea akaambia watu kila mtu aketi mahali aliko. Maana Yesu aliangalia akaona hii kienda vile inaenda. Huyu mwanamke hata sitajua mahali ametolewa. Na ni vizuri muelewe. Ukiangalia historia katika Biblia utaelewa vile nasema ni possible. Wanaume walikuja wakiwa na mtu mgonjwa. Wanataka kuigiza yeye akaponywa na Yesu. Walipitia wapi? Walipitia juu kwa sababu wale walikuwa hapo Herod walikuwa wazuri sana. Walikuwa wanasema tu karibuni leteni wagonjwa wote. Ni watu wanajaribu kuleta mgonjwa ni saa ngapi hizi? Tendashika. Wewe unaona mama ya Yesu mwenyewe alikuja kuona Yesu akaagua na Filipo kaa hapo nje mama. Na uache kiherehere. Wacha nimuulize kama atakuona ama hatakuona. Mama yake. Sasa hao ndio watu unafikiria tu ati uko mgonjwa wanakuambia kuna wagonjwa wengi tumeona. Hata wengine wako ndani hawajashughulikiwa. Ngoja. Tutakwambia saa ya kuingia. Hao majamaa wakasema hali. Unajua na nashukuru Bwana walishinda vita vya emotions. Maana wakianza makelele hapo na fujo. Mnaangalia tuingilia, kwani ni kwenu? Wakianza hiyo. Na Filipo akawashughulikia maana ndiye alikuwa anabeba, ndiye alikuwa official PA. Personal assistant wa Yesu. Yule mtu anabeba schedule ya kule tunaenda next. Sasa hao watu wakajua kudili na PA. Tutakwisha. Wakapanda juu akang'oa mabati wakateremsha mtu. Yesu akasema, hii imani ni kubwa. Amuka, enda nyumbani. Jamaa akaamka akaenda nyumbani. Sasa ndio wanampea njia. Wewe na wale kilio na hiyo umemaliziwa haraka. Ndio maana ningetaka ushinde vita vya emotions. Ukishinda vita vya emotions utafikia vitu ambavyo watu hawafiki. Amen. Utafika kule watu hawafiki. Lakini wewe endelea kung'ana na watu na hiyo tu emotion yako na tu hasira. Unawaka kuwaka. Mungu anawaona. Ona mbele ni yako tuonaga. Si wewe unafanya atuone hata tukiwa wenye dhambi anatuona. Salimia mtu kuambia watu wataonwa si ati ndio itafanya waonwe, wanaonwa hata sasa. Na hata kukiwa na giza Mungu anafanya nini? So si ati kuniambia Mungu atakuona na Mungu atakulipa. Sio hiyo itafanya nilipwe. Yeye mwenyewe alisema mimi ndimi hulipa. Na tutalipwa. Kazi nzuri na baya italipwa. Shinda vita vya hisia. Ufikie mambo ambao watu hawafiki. Praise the name of the Lord. Napenda mama mmoja alifuata Yesu na akashinda vita vya hisia. Na vita vya hisia ndio nilikwambia hakuna kitu Mungu anaweza fanya. Anafuata Yesu anasema, "Bwana nihurumie, mwana wa Daudi niponyee mtoto." Woi. Paka mitume wakaja wakaambia, Yesu na wewe hata wewe hapa unatupotezea wakati. Tutapigwa kelele mpaka saa ngapi? Unajua okay. Wacha niwaambie. Kitu moja tulipofika katika nchi ile ya Israeli nilisikia wao wenyewe Waarabu na Waisraeli wanakuambia kuna mambo mengi haikuandikwa katika Biblia kama vile kitabu cha Yohana kinasema. So wewe hapana angalia maneno mawili yaliyoandikwa ufikirie kulikuwa na maneno mawili. Hawa watu lazima walipiga kwa wanaambia Yesu fanya kitu, hii makelele imezidi. Tunapigiwa kelele hapa mwana Daudi. Wamejaribu kumnyamazisha amekataa. Mwisho Yesu akaambia mama, si vizuri kuchukua mkate wa watoto utupie mbwa. Mama akasema hata hivyo. Ile inaanguka mbwa hukula. Hiyo ni kushinda vita vya hisia. Haleluya. Hebu niulizie huyo ni baba anakaa smart kidogo muulize ungeambiwa ungekuwa compared na mbwa ungeendelea kufuata ungeendelea. Niulizie tu na umwambie nijibu na uwe mkweli. Kwa mkweli. Wacha uongo hapo. Tuko kwa kanisa. Okay, wale wangeendelea kufuata hata wakiwa compared na mbwa
wainue mikono juu na uwe na uhakika ungefuata tu, ungeendelea tu kufuata. Haya, wale hawangefuata tena wainue mkono juu. Ni vizuri Yesu utuangalie, utuhurumie, maana hatunge kufuata siku hiyo. Ni ndiko muheni ati niki amfuatile. Yaani mtu anaita na Mungu alafu unamfuata. Unamwambia enda. Tayari wewe ile muno uko na maliko mingi sana. Acha tuendelee na madawa. Lakini mama alisema hata ile inamwagika, mbwa anafanya nini? Paka Yesu akasimama akasema, "Ai mama, imani yako ni kubwa. Enda nyumbani, mtoto amepona." Na maandiko inasema akaenda na mtoto akawa amefanya nini? Amepona. Salimia jirani yako, mwambie some of your miracles are held up by your emotions. Kama unataka to somebody na unaweza tigiza mtu kama Frida, umtigize vizuri, umwambie your miracles are held up by your emotions. Hiyo sauti ni ya wale wagonjwa, huwa nakwambia sijui ni magonjwa gani wako nayo. Tigiza mtu vizuri, mwambie hisia zako ndio zimefungia miujiza mingine. Kuna miujiza ukitaka ikufikia unachunga nini? Hisia. Unachunga offense, usiwe offended hata kama ni Yesu anaongea vibaya. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa kama ungekuwa ni wewe Yesu amepanda amekukuta juu ya mti aseme ushuke. Si unamwambia Yesu usifikire niko hapa kwa sababu ya uzuri. Watu wako haziruhusu mtu akuone. Wewe enda na hao. Umezoeana. Kile jamaa anaitwa Zakayo alichuka bio. Sema hivi, karibu kwangu. Karibu. Akaenda akamfungulia mlango. Na watu bado wanapiga kelele hapo nje. Kwanza Petero anaita kwa mkutano na hapo nje. Sisemi ndio aliita, lakini mna suspect wewe. Unajua ndiye alikuwa aliita timu leader. Kaita wengine hapo nje akamwambia sasa hii mwalimu angalia. Kule tu leo. Angalia kule tumeletwa. Hii pesa tunakula, hii tumepikiwa. Si yako hiyo. Hii si ni aina wa Yesu. Hii ni aina wa Yesu tunakula. Yaani Yesu akawasikiza. Okay, aseme kitu. Oi, ukialikwa kwa kafura unaweza enda? Fellowship. Kwa kafura. Na kama msichana kingine kaitwa Girita, kalikuwa kanasema kakona njaa. Nikashindwa, unatarajia uwe jela la kusiwe na njaa? Ni jela gani haina njaa? One of the things unakutana nao jela ni njaa na ni normal. Na jela hakuna chips na hakuna sausage. So unakula kile kinakuliwa. Haleluya. Leo Girita ndani ya lalia. To ndani ya rona ilio. Anaona tu githeri na ugali ingine haijaiva na ni ile huwa anakuambia inapikwa, inakwambia jaribu unikule. Unijue. Sasa angalia hivi anasema oh my gosh. Oh my gosh. Sasa kona njaa. Sasa imagine wamepelekwa huko za NYS ya kwao. Ndizo zimepika mikate. Ndio zimepika supu. Petero akaza niende kaisi dikole hai. Mimi sikuli. Yesu naye anaziponda kuziponda. Wanasema huyu mtu hawezi kuwa mtakatifu. Jua kwa mtakatifu. Chakula hake kula. Mwishowe kulingana vile watu wengine wanahukumu huyu Zakayo. Yesu hana hukumu. Zakayo akasema, Yesu niko na kitu ya kusema kabla hujaendelea sana. Wacha kutafuna kwanza. Nasema hivi. Mali yote niliiba. Kama kuna mtu nilinyang'anya na mrudishia mara ngapi? Na ile ingine inabaki nusu ya mali yangu yote nagawia nani? Yesu akasema Zakayo, wokovu umefika kwako. Wokovu ulifikishwa na nini? Na mtu aliyejifundisha kushinda hisia. Si mtu habari kama ni wengine ni kwa Yesu abia hao watu waigie ama waende. Maigire kana meke hata. Sio kunisema sema hapo. Ama unaangalia watu ama unasema waiter, hebu serve Yesu peke yake. Hawa wanaona ni za kuiba, wacha wakakule kwao. Amundu akalie kwa nyina. Na mtu akashinda hisia. Aliposhinda hisia wokovu ukafika kwake.
Salimia jirani yako, mwambie ukishinda hisia kuna wokovu utakufikia. Praise the name of the Lord. So write the following, the sequence of offenses. Na vile offense mwishowe huwa. Offense ndio neno la kwanza nataka uandike. Offense. Vikwazo. Ama ile vile Yesu aliita nini? Makwazo. Makwazo huzaa nini? Pain. Offenses breed pain. So when you are offended, unless you are capable of handling the offense when it is still an offense, it will become pain to you. If you don't handle an offense when it is an offense, it will become pain in your life. Itakuwa uchungu. Praise the name of the Lord. Amen. Pain begets anger. Ikizidi hapo inakuwa nini? Hasira. Na hasira ile ni ile hasira tunaita machungu. Machungu, yani unasikia uko ndani kuna boil. Kuna paswa kufanywa kitu. Hao mambo si ile unaachilia tu yeye. Ndani kuna chemuka. Hasira na machungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, are you beginning to see the battle of emotions and how important it is? Because once you allow your emotions, you surrender them, they will develop into pain. Bwana asifiwe sana. Amen. Can you add a dimension hapo katika uchungu? Uongeze neno into brackets, it becomes wounds. Vidonda, wounds. Itakuwa vidonda. Umekatwa, umeofediwa na hutaki kuachilia. Hutaki kufanya vile unapaswa kufanya na ile offense. Itakuwa nini? Kidonda. Kidonda na uchungu ambazo zinaenda to the point of anger. Now when anger is not controlled, it becomes a point of hatred. It breeds hatred. Inazaa, inaanza kuchipua. Tumimea tunaitwa chuki na mabaya. Praise the name of the Lord. Amen. Now listen to me. When your emotions, the offended part of your emotions is not taken care of, it will eventually breed a reaction. Itazaa tukio. Matendo yanayotokana na tendo. Utafanya kitu si kwa vile unafaa kukifanya, si kwa vile kinastahili kufanywa, ni kwa sababu umefanyiwa. Umenitendea na mimi utaniona. Haleluya. Amen. Nikakuita nikakwambia usimamie harusi yangu ukakataa. Nimeolewa, nimekaa miaka 5, nimepata hata watoto, na wewe ndio umepatikana ama umepata mtu. Na unatafuta, unakosa mtu ya kukusimamia. Na unatokelezea hapo kwangu. Pastor, Bwana asifiwe. Kai huku ndiko mlihamia. Na mko na nyumba smart. Kai mom. Haya nishauri hitu vijana iko huko. Kutafuta mtu tu ile siku umefika kuoa na kuolewa. Unahitaji maombi. Salimia hiyo vijana unaona wapi. Anza kuniona saa hii. Wacha kuniona siku hiyo. Wewe ongelesha watu mwambie funguka macho saa hii nione. Wacha kuniona siku hiyo. Tusijana twingine tuko hapa hata kasoda hatuwezi nunulia wewe. Siku ya harusi ikifika unanunuliwa hata mkate. Kuranisha na soda. Na wewe waje. Na Karani iko hapa. Bwana asifiwe sana. Karani utakuja kunitafuta siku ya harusi ikifika. Najua tu utanitafuta. Kuja karibu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna dada mwingine ako pale hata anijui vizuri. Najua tu harusi ikifika hata namba yangu ya simu atapata. I highly welcome you to my pre-wedding. Vijana mko huku, jua watu sahihi
Jua kwa watu sahihi. Sio unakuja ukiulizia mtu, ati nichukue boda. Nimwambie anipeleke aje? Tupige kona. Tuteremke. Left ama right? Alafu tukiteremka tuinuke. Uko kwa barabara mpaka mtu anashindwa hii mwenda wazimu ni ya pande gani? Au miradi vitale ile kwa hiyo. Ndio unajua kwa mtu. Lakini mnakaa naye wema hauna. Tuachane na hiyo story, naona vijana wengi hawakufurahishwa na hiyo maneno. Lakini niko ndani ya roho. Haleluya. Amen. Ujue watu. Jua washirika wa kanisa yenu. Jua namba zao. Pigia mtu wakati hauna. Na jamii hata pastor, pigia yeye simu usalimie yeye, mwambie, "Pastor wewe mwega. Uko? Sasa sina jambo nataka kukusalimia na kusema ubarikiwe." Unajua kama ibada hii ya kesho, ulihubiri tukafurahi. Ubarikiwe. Salimia mama Mase na watoto. Amen. Ukate simu mpaka unaacha pastor akiwa anashindwa. Ni normal ama ni abnormal? Maana simu watu ya mshirika kuingia hivi. Hata unasikia ile pastor tone anaitika naye. Ile tone ya kusema lete hiyo shida. Maana simu za washirika hazibebi kitu kingine, zinabeba shida. Simu za washirika hazina M-Pesa. Ziko tu na shida. Salimia hiyo neighbor umwambie simu yako tafadhali. Muulize kama inakuaga na M-Pesa. Tamulia kile wewe kutumia pastor wanyu Kanyamuri, ulitumia pastor kakitu lini? Kakitu si isipokuwa SMS. Kakitu loaded. Na ningwenderoria mtu, uliza mtu, pastor wenu waliona kakitu yako siku gani? Wacha ile tithe unatoa kanisani. Okay, hamtaulizana. Hata yeye kale nimekataa kuuliza mtu. Jameni, jua kwa washirika wenzako. Tembea kwa hii matajiri unaonaga na gari. Kwanza ukiwa na potential ya kuolewa, kuoa, tembea kwao mbele. Jua kwao. Ona leo hadi kuhoya gari, ukakimenya kule hadi kuhoya gari. Sio kutaimu mtu kwa geti ya chacha. Akitoka, naomba nikuongeleshe dakika moja. Kio umeinama hapo dadi. Paka unaigiza kichwa. Na hii session ya leo iko na counseling mingi, sijui kwa nini. Unasikia mwana vile anataka? Ni vile vichwa vimeingizwa kwa gari yake. Anajua vile nasema. Akiongora wanajua anamena tukalile mara mbili wadoi. Praise God. Tuachana na nini? So, reactions. Kwa hivyo mtu hakukufanyia kitu na wewe hautamfanyia. Pastor alihubiri vibaya na wewe tithe unaweka. Sema ashike hata. Sio kuhubiri ovyo ovyo. Na kunyangia. Sasa pastor anashikishwa adabu. Viatu vinaisha. Anahubiri kidole ikiwa ije, sasa anahubiria hapa nyuma. Injili inawaka, anatoa mguu anakumbuka woi kidole iko nje, anarudi. Kama wetu walikuwa ameshikishwa adabu, paka anahubiri na shati imelaruka mgongo yote. Anahubiri, ana sweat. Na hawezi toa koti. Hata waleo huwa hatoi koti. Alizoea. Kushikishwa adabu na wazee. Sasa wanaenda mahali kuna joto anaagua, pastor turuke wote. Sasa mimi hiyo lugha na roho hadi na anasema lakini anasema hasikii joto. Shati ni muogo wazi. Hata ingine kilemi huwa anakaa akisema shati hakuna kitu kutoka hapa imebaki ile. Unajua hapa panakuwa na tumatilio tuwili. Hapo ndipo kumebaki. Hapa mbele. Unajua nyuma imekuliwa na jasho. Washirika wameshikisha pastor adabu.
Siku moja ati akasema atanunua gari. Wakapiga makofi. Hapo jioni wakamwona pastor. Kwa hii kanisa gari. Uende utagazura hiyo matangazo. Unajua kutagazura? Kukanso matangazo. Utagaze ni baiskeli. Akipasta akakuja sasa akatangaza. Nilikosea kusema ni gari. Ni baiskeli. Kapigwa makofi na mada ilikuweko. Baiskeli kaishia. Sasa niambie, na kanisa iko na watu 500. Na iko matajiri wameketi hapo na wana magari zao. Wana uwezo wa kufanya hivyo. Kini kushikisha pastor tabia. Awate ndo. Na tuchedera tu. Hallelujah. Amen. Zinaitwa reactions. Unafanya kitu kwa sababu mtu alifanya. Amen. Kama msichana kalikukataa. Sasa kamepatikana, kamekutumia kadi. Unashika kadi hivi, unatetemeka, unaiweka chini. Unaichukua tena, unasoma, kadri unaweka. Paka unafikiria kununua miwani na kuna shida ya macho. Ni roho, emotions. Zimebeba makali na uzito wa miaka 10 iliyopita. Praise God. Amen. Shukuru Mungu. Kwa mama mmoja alitesa mfanyikazi, halafu siku moja akaenda akiombaomba na barabara, maana alifukuzwa, mzee alimeleta shida, watoto wanalala njaa. So anaenda akiomba popote yeyote. So akafika mahali akakuta mzee kwa duka, akamwambia, "Oi baba, shida kuu. Shida yangu ni tuko na watoto wako nyumbani. Tuko na siku gani? Hakuna kitu." Sasa mimi nikasema nikuje tu hivi nisuku